الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد, wapenzi watukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mbele yenu ndugu yenu katika iman Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi, amiri wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania. Na leo nimekuja kwa lengo la kualika waislamu wote katika darsa ambayo tunatarajia insha Allahu Ta'ala kufunguliwa tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026. Na hii ni katika maboresho ya kazi zetu za da'wa kama ambavyo tulivyokusudia katika mjadala na baadaye kuweka azimio katika mkutano wetu mkuu. Kwa hivyo insha Allah, kwa kuwa mambo yameshakaa sawa, nikasema ni vyema kuwapelekea tangazo hili waislamu wote popote walipo kujua, na haswa wale wakazi wa mji wa Dar es Salaam. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, darsa hizi zitakuwa zinakwenda mkoa kwa mkoa. Tunaanza sasa Dar es Salaam, lakini insha Allah katika maeneo ambayo uongozi wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania unapatikana katika mikoa husika, pia darsa hizi zitafika na watu wajiandae kupata maarifa hayo. Ama darsa ambayo tunakusudia kuitoa ni ya elimu linganishi. Tunaposema elimu linganishi, ni hii elimu yetu ya mijadala, mazungumzo yanayohusu maudhui maalum, hoja na majibu. Kwa hivyo tunamuandaa kijana wa Kiislamu aweze kuja kuirithi kazi hii kwa kutumia elimu. Ud'u ila sabili rabbika bilhikma wal mau'izatun hasana, waite watu katika njia ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hekima na kwa kutumia mawaidha yaliyokuwa mazuri. Wajadiluhum billati hiya ahsan, na mujadiliane nao katika njia iliyokuwa nzuri. Kwa hivyo elimu hii ni elimu ambayo ina falsafa pana sana, na falillahi alhamdu wazee wetu kina mzee Shekhe marehemu Ngariba Musa Fundi, kina mzee Musa Huseni, na wazee wetu kina Shekhe Muhammad Umi, waliofanya kazi hii ya kufundisha walikuwa wana misingi iliyokuwa imara, na alhamdulillah ikifuatwa misingi hiyo, basi ile athari ya kazi ya da'wa inapatikana katika jamii. Elimu hii kama ambavyo nimeeleza, tunakusudia insha Allah kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026 itasomeshwa hapa katika ofisi zetu za umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania zilizopo Mbagala za Kiem, katika mtaa wa Arafa, nyumba namba 7. Ama masomo yatasomeshwa katika siku 4 za wiki, kuanzia siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne, Jumatano na Alhamis. Ijumaa itakuwa ni mapumziko, na Jumamosi na Jumapili tutaziacha kwa ajili ya maandalizi mengine ya kifamilia, kama ambavyo familia nyingi zimekuwa zikitumia siku hizo kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo siku ya Jumatatu patakuwa na somo la historia, tarikh, kufahamu mambo mbalimbali ya kihistoria. Watu watapata faida kutokana na masomo ya historia. Lakini siku ya Jumanne tutakuwa na somo linalohusiana na science ya Qur'an. Qur'an ina vitu vingi sana ndani yake. Kwa hiyo miongoni mwa vitu hivyo vitakuwa vikisomeshwa siku ya Jumanne. Ama siku ya Jumatano na Alhamis itakuwa sasa ni elimu linganishi. Na tunaposema elimu linganishi ni ile elimu ya kukompea kati ya mafundisho yaliyoko katika Taurati ya Nabii Allah Musa alayhi salam, na yaliyoko katika Zaburi ya Nabii Allah Daud alayhi salam, na yaliyopo katika Injili ya Nabii Allah Isa alayhi salam, na yaliyopo katika Qur'an ambayo aliopewa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukitazama mafundisho haya kwa mfano uliokuwa bora, Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam huko zamani alifundisha imani ya kuwa Mungu ni mmoja.
Kwa hiyo tunatazama mathalan katika Taurati. Ukisoma katika Taurati, kumbukumbu la Taurati 6:4, utaona huko namna gani Nabii Allah Musa amefundisha imani ya kuwa Mungu ni mmoja. Lakini hiyo ni kwa Taurati. Ukisoma katika Zaburi, utakuta mafundisho hayo hayo. Ukisoma katika Zaburi utakuta mafundisho mfano wa hayo. Lakini ukisoma katika Injili ni hivyo hivyo, yani utakuta mambo yanafanana. Lakini ukisoma katika Qur'ani ni hivyo hivyo. Kwa hivyo utakuta ukichukua andiko la katika Taurati, Mwenyezi Mungu kupitia kinywa cha Nabii Allah Musa anafundisha Mungu ni mmoja. Ukienda katika Zaburi, Nabii Allah Daudi anafundisha Mungu ni mmoja. Ukifungua katika Injili huko katika Marko 12:28 utakuta naye anafundisha Mungu ni mmoja. Ukisoma katika Qur'ani 112:1 mpaka 4 aya 4 utaona kwamba Mungu anafundisha Nabii Muhammad anafundisha Mungu ni mmoja. Sasa haya ukiyasoma mbele ya jamii inapata faida. Kumbe mimi namuamini Musa alayhi salam. Mimi namfuata Nabii Daudi. Mimi namfuata Bwana Yesu. Lakini huyu anayefuata Muhammad, kitu kilichofundishwa na mitume kinafanana, ni kitu kimoja. Hii ni elimu linganishi, ambayo katika elimu hii tutatoa mafundisho katika maudhui mbalimbali, yani mada. Lakini baada ya hapo tutaelekeza hoja. Baada ya hapo tutaelekeza namna ya kuweza kuzisimamia hoja na kupata majibu yaliyokuwa sahihi. Haya na mengine mengi yatapatikana katika ofisi zetu zilizoko Mbagala za KM kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026. Ama inawezekana unajiuliza kwamba sasa haya masomo yanafundishwa kwa watu wa age gani, umri gani? Haya masomo yatafundishwa kwa watu wa rika zote. Yani mtu yoyote ambaye anatamani kujua elimu hii linganishi. Tunakuja kuzalisha sasa kizazi kipya cha kina Dr. Sule wapya, kina Mazinge wapya, ndio makusudio ya kuweza kufungua darasa yetu hii. Lakini tumekwenda mbali zaidi. Inawezekana elimu hii yupo mtu alikuwa anatamani muda mrefu sana kuja kujifunza, lakini yeye jinsia yake ni mwanamke. Je, mwanamke ataruhusiwa kuja darasani? Naam. Na mwanamke naye ataruhusiwa kuja darasani. Tunataka ifike wakati katika maboresho tuliyokubaliana katika mkutano wetu mkuu ni kwamba kazi ya dawa tuifanye kisasa zaidi. Kwa hiyo wapo watu wanajiuliza kwamba elimu hii je, itahusisha na watu wa jinsia nyingine? Naam, katika maboresho tuliyokubaliana katika mkutano wetu mkuu ni kwamba tunakwenda kuifanya kazi katika ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo miongoni mwa ubora huo, elimu linganishi tutakwenda kuifunza kwa jamii ya wanawake. Wanawake wataruhusiwa kuja darasani na watapokelewa kama wanafunzi ili na wao wapate kwenda kuifanya kazi ya da'wa kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoelekeza. Na tumefanya hivyo kwa kuzingatia kwamba mwanamke ndiyo mlezi katika nyumba. Baba muda wake ni mdogo sana, lakini mama anakaa muda mrefu na mtoto. Hivyo akipata elimu katika wakati ambao yuko nyumbani, iwe anakuna nazi, anapika mchuzi, anafanya chochote, hata kama wanasukana, lakini yule anayemsuka ni mtu ambaye anahitaji kupewa ABC za maneno ya Mungu, manake huyu msusi atapata fursa ya kumlingania kwa mujibu wa vitabu vinne: Taurati ya Nabii Allah Musa alayhi salam, Zaburi ya Nabii Allah Daudi alayhi salam, Injili ya Nabii Allah Isa alayhi salam, na Qur'ani ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hatutaangalia umri wa mtu miaka 60 70, hapana. Uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuelewa anao, tutampokea aje asome elimu linganishi ili tupate kizazi kipya cha wahadhiri wapya kuja kuboresha kazi ya dawa. Lakini vile vile kuna eneo labda mtu anatamani kulijua kwamba kutakuwa na utaratibu wa mtu kujiunga na hayo masomo. Jawabu ndio, kutakuwa na utaratibu, kwa sababu kutakuwa na fomu zinazotolewa katika ofisi ya katibu wetu, ambazo fomu hizi zinapatikana kwa gharama ndogo ili kila mmoja aweze. Shilingi 2000 tu. Yani kwa shilingi 2000 utapata kuweza kukabidhiwa fomu yako,
na utakuja na picha zako mbili kwa ajili ya kumbukumbu ambayo itahifadhiwa kwenye ofisi kwamba hawa ni wanafunzi wa muhula wa kwanza, na huo muhula wa kwanza utachukua miezi 6. Maana yake kuanzia mwezi wa 6 tutakapoanza darasa letu mpaka miezi 6 itakapokamilika, darasa yetu awamu ya kwanza itakuwa limekamilika. Yani katika miezi hii 6 tuna imani kwa walimu tuliowapata wataweza kuwapata wanafunzi wazuri, watazalisha wahadhiri wazuri kwa kutoa mada, kwa kujenga hoja na kujibu maswali. Kwa hivyo fomu hizi zipatikane mapema, na ndio maana nimekuja kuwatangazia Waislamu wote wajue, hasa wakazi wa Dar es Salaam. Fomu zinapatikana ofisi ya katibu, na unapokuja unachukua fomu, unachukua na 2,000 yako ya kulipia fomu na picha zako mbili. Ewe mzazi wa Kiislamu, tuletee mwanao ili aje kuwa Mazinge Junior, aje kuwa Dr. Sule Junior. Tupate wahadhiri ambao watakuja kuifanya kazi ambayo sisi tuliipokea kutoka kwa wazee wetu, kina mzee Muhammad Umi, Mungu awawie radhi, kina Magezi Shabani Maranda, Mungu awawie radhi, kina Ustadhi Imani Petro, Mungu awawie radhi, na wahadhiri wengi wengineo ambao walifanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jamii ilipata ujumbe uliokuwa mzuri. Ndugu zangu, baada ya kuyasema haya, nitangaze pia kupitia kipindi hiki namba za simu za hao makatibu wetu ambao ndio watashughulika na kutoa fomu na kuweza kuwasajili wanafunzi. Ya kwanza ni namba ya katibu mkuu wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, Sheikh Abubakar Jaili Mwaipopo. Namba yake ya simu ni 0717 437270. Hiyo ni namba ya Tigo, 0717 437270. Huyo ni katibu mkuu. Lakini pia naibu katibu mkuu Sheikh Muhammad bin Abdullah Luambo, yeye namba yake ya simu ni Tigo 0715 79 1778. Hiyo ni namba ya naibu katibu mkuu. Namba yake narudia tena 0715 kisha inayofuata ni 79 17 78. Itapita hapo katika skrini zako namba zote hizo. Ukipiga simu hizo, ukituma ujumbe katika simu hiyo, utapewa ratiba ya ofisi ya katibu, muda gani uweze kufika kwa ajili ya kupewa huduma ya fomu. Kwa hiyo kitu cha muhimu ambacho tunakihimiza kwa wazazi wanaotaka kuwaleta watoto wao, lakini pia na ile jamii ambayo inakusudia kuja kujifundisha, ni kwamba ifike katika ofisi zetu zilizoko Mbagala za KM, na wafike ofisi ya katibu mkuu. Pale watamkuta katibu mkuu au watamkuta naibu katibu mkuu, wao ndio wanahusika na utoaji wa fomu. Kama tulivyosema, fomu gharama yake ni shilingi 2,000 tu, ili kila mtu aweze. Ile fomu unatakiwa upeleke na picha zako mbili, kisha baada ya hapo utakapoisoma fomu kutakuwa na ada ya sadaka ndogo sana ambayo naamini utaweza. Hiyo utaiona katika ile fomu kulingana na yale masomo utakayoyahitajia. Kwa hiyo utaona kwamba kwenye ile fomu kuna kiwango kidogo cha sadaka ambacho mtu atakitoa kwa ajili ya ada yake kwa kila mwezi. Hiyo utaiona kwenye fomu yenyewe. Nikuandae na nikukaribishe, usichelewe. Nafasi ni chache. Kwa mujibu wa walimu wetu ni kwamba watahitaji kupokea wanafunzi 50. Wanafunzi 50, tuna ukumbi wa kutosha wa kuweza kuwapokea wanafunzi hao 50 ili waweze kujifundisha. Hapo hatutajalisha kwamba hawa 50, 30 au 25 wanaume 25 wanawake, hapana. Sisi tutapokea tu idadi ya wanafunzi 50. Ikiwa wanawake ni wengi kuliko wanaume, 50. Ikiwa wanaume wengi kuliko wanawake, 50. Fursa hii kwako ni adimu. Tumekuwa tukipigiwa simu sana. Mimi kama kiongozi wa wahadhiri napokea simu mpaka nje ya nchi. Tukifanya debate zetu, tukifanya mihadhara mikubwa, anaingia mtu kwenye comment, je, elimu hii mnafundisha? Kuna chuo maalum? Ndio, chuo kipo, ndio hiki. Na ni muda mrefu sana darasa hili, nakumbuka tangu takriban kama miaka 20 imepita, ilikuwa ndio mwisho wa darasa hii kuendelezwa.
Kwa sasa tumerudi na kasi mpya na tunahitaji wanafunzi waje kujifundisha elimu hii. Na zoezi hili la usaili kwa ajili ya wanafunzi litakwenda kwa muda wa siku takriban kama 14 hivi, yani wiki 2. Na kwa tarehe zetu hizi ukitazama utaona mpaka kufikia mwezi ujao, mwezi wa 6 tarehe 1, zimebaki siku kama 14. Tumia fursa hii kumleta mwanao kuja we mwenyewe kwa ajili ya kupata masomo ambayo yatafundishwa hapa kwa muda wa siku nilizozitaja. Baada ya kuyasema haya, natarajia sote tutaungana kwenda kuifanya kazi waliofanya mitume. Kama nilivyosema, Nabii Allah Daud kafanya kazi hii kwa mujibu wa ukisoma katika Zaburi 83:18 utaona, wajue ya kuwa wewe utoe jina lako Yehova ndiye peke yako uliye juu ya nchi yote. Hapa peke yako maana yake ni umoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha wazi kwamba Nabii Daudi alifundisha imani ya Mungu ni mmoja. Lakini Nabii Musa kadhalika alifanya hivyo. 6:4 sikiza Israeli, 6:4 Kumbukumbu la Taurati, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Hivyo hata Bwana Yesu alipokutana na wale wanafunzi wake, katika jumla ya majibu aliyoyatoa na wakiwa katika kujifundisha, akawaelekeza ya kwamba Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Ukisoma katika Qur'ani 112 aya kwanza mpaka ya 4 ni hivyo. Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja. Mwenyezi Mungu pekee ndiye mwenye kukusudiwa na viumbe wake wote. Hakuzaa, hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Hapa unajifunza kwamba mitume waliotangulia walifundisha tauhidi, kalima tauhidi ya la ilaha illa Allah. Tuifanye kazi hii, ni kazi ambayo imeridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuifanye kwa kutumia ujuzi. Tusiifanye kwa kusikia, tusiifanye kwa kubabaisha, tufanye kama tulivyoongozwa. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Kushairi, Amiri wa Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.